الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بالتقوى الله حق التقوى، واعلموا أن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، فلا نجاة للعبد إلا بمخالفة الهوى. Hakika ndugu zanguni, baada ya kumhimidi Allah na kumswalia swala na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza awali ya yote na kuhusieni katika ukweli wa kumcha Allah tabaraka wa taala. Natambueni ya kwamba hakika ni nafsi ni yenye kuamrisha maovu isipokuwa pale ambapo aiponapo Rabbi. Hakika hakuna uokozi kwa mja isipokuwa yule ambaye atapingana na yale matamanio yake pindipo ambapo yanapompeleka kinyume na mwongozo na utaratibu wa kufata sheria. Hakika waqala Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Ibn al-Qayyim katika maneno yake kwamba idha khalafati nafsi hawaha istiqamati ala taati llah, pindi mtu ambapo atakuwa anapingana na matamanio ya nafsi yake, basi hapo atakuwa amesimamisha dini yake, kwa sababu atakuwa amesimama katika kumtii Mola wake. Hakika Allah anasema katika maneno yake matukufu, wala tattabi'u alhawa fayudhillaka an sabilillah, hakika usifate matamanio ya nafsi yako. Hakika kufata matamanio ya nafsi yako yatakupoteza katika njia ya kumfata Mola wako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wala yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a lima jitu bihi, hakika hata kuwa ameamini mmoja wenu mpaka pale matamanio yake yafate yale ambayo mimi niliyokuja nayo. Na tunajua alichokuja nacho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika umma huu ni mwongozo, na mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwongozo uliotoka kwa Mola wake, na ni mwongozo ambao nyimati zote katika mitume wao waliotumwa walikuwa katika kuwaongoza juu ya kufata haki na kufata dini iliyokuwa sawa sawa na kuachana na yale yote ambayo hayako sawa katika utaratibu. Nimeileta mada hii kwa sababu hakika najua kitu kigumu ambacho tuko nacho sisi kama binadamu, kama walivyosema baadhi ya salafi, ma jahidul abdu shay'an ashaddu alayhi min hawa, kwamba hakuna jambo gumu kwa mtu isipokuwa ni jihadi ile ya kupigana na nafsi yake. Hakika jihadi ya kupigana na nafsi yake mtu ni kitu kikubwa na ni kitu kigumu. Kwa nini nimechagua mada hii ya kuzungumzia katika matamanio ya mtu? Ma huwa alhawa, nini matamanio? Matamanio alhawau huwa mailu nafsi ila ma tuhibbu walau khalifu alhaqi, kwamba matamanio ni kule kuelemea au kuegemea kwa nafsi kwa kitu ambacho unachokipenda, hata kama kitu hicho kitakuwa kinakwenda kinyume na sheria. Hiyo ndiyo maana ya matamanio. Kwa lugha rahisi, basi tuseme matamanio si kila kitu kile ambacho unachokipenda, bali ni pale unapopenda kitu mpaka ukawa tayari kuvunja sheria ya Allah ili kukifuata hicho kitu. Haya ndio yanakuwa ni matamanio. Hakika sio kila matamanio ni mabaya. Mfano matamanio ya kula, matamanio ya kulala, matamanio ya kuoa. Hakika haya ni sehemu ya matamanio, lakini sio mabaya, ila yatakapokuwa yanavunja sheria na kwenda kinyume, hapo matamanio hayo yatakuwa ni mabaya, kwa sababu yanakwenda kinyume na sheria, na wewe ukawa unapenda kwa matamanio hayo, basi hiyo inakuwa ni sheria. Lakini kupenda kitu ambacho ni halali na akivunji sheria, hayo sio matamanio mabaya. Matamanio mabaya
ni pale yanapokuwa kinyume na dini na yanapopelekea mtu kwenye maasi. Kwa mfano, mtu anajua kabisa kwamba kula riba ni haramu, lakini kwa sababu anapenda pesa na matamanio yake yanamfanya apende hicho kitu, hii inakuwa ni jambo ambalo mtu huyu amevunja sheria kwa sababu amefata matamanio yake. Kwa mfano, zina ni haramu, lakini mtu akawa anaingia katika kufanya jambo la zina, hii ni kwa sababu ya tamaa ya yale matamanio yake. Kwa hiyo hili linakuwa sio jambo zuri, kwa sababu linampelekea mtu katika mambo mabaya. Mtu anaacha swala kwa sababu ya uvivu au kwa sababu ya mambo mengine yanayompelekea yeye kuona kwamba hayo mambo ndio muhimu. Kwa hiyo haya yanakuwa ni matamanio ambayo yanampelekea, ndipo pale Allah aliposema wala tattabi'u alhawa yadhillaka an sabilillah, kwamba usifate matamanio, kwa sababu matamanio yatakupoteza wewe katika njia ya kumfata Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hili ni jambo baya na ni jambo gumu. Ibn al-Qayyim rahimahullah taala anasema kwamba matamanio humpofusha mtu na matamanio humfanye mtu asisikie haki, kwamba mtu anaambiwa neno la haki lakini alisikii. Kwa sababu ya nini? Ya matamanio. Kwa hiyo ewe mja wa Allah, ukiona unapenda kitu jiulize, je, hiki kinamfurahisha Allah au kinamuuzi Allah? Basi katika maulizo hayo uangalie, kama kinamfurahisha Allah basi itakuwa ni jambo zuri, na kama kinamuuzi Allah basi hakika hilo itakuwa ni jambo baya. Kwa sababu matamanio sio vibaya kila mara, lakini hatari yake ni pale yanapopingana na dini, na mtu akifuata matamanio anaweza kufikia hatua ya kufanya kama vile hayo matamanio ndio Mungu wako. Kwa sababu kufata mtu matamanio na kuyatii matamanio yake itakuwa ni sababu ya hayo matamanio kuwa kama ndio Mungu wake. Kwa hiyo hilo ni jambo baya ambalo mtu hatakiwi kulifata na hatakiwi kulifanya, anatakiwa aliache. Hakika Allah anasema afaraaita man ittakhadha alhawa ilahahu hawa, je, umemwona yule ambaye anayafanya matamanio yake kuwa ndio Mungu wake? Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, jichunge na kuwa makini na matamanio ya nafsi, yasije yakakutoa katika mstari na yasije yakakutoa katika dini yako na kukupelekea kumwasi Mola wako. Kwa hiyo tujichunge katika matamanio yetu, yawe ni katika yale ambayo yanamridhisha Allah, na tuyaache yale ambayo yanayemkataza Allah tabaraka wa taala. Hususan katika kipindi hiki watu wamekuwa wameshikwa sana na matamanio yao, basi waangalie vizuri katika hayo matamanio, zaidi ni katika yale ambayo Allah ametuelekeza na kuyaacha yale ambayo Allah ametukataza. Kwa haya machache na imani takuwa nimewakumbusha ndugu zangu katika haya, na maneno mazuri ni yale ambayo yanayotukumbusha katika haki na kutuzindua pale ambapo tunapokuwa tumejisahau. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayhi.